kuajiri. Kwa mfano, tulikuwa na nafasi za ajira 14,000 za walimu. Sokoni waliohitimu wako 207,100. Sasa unataka uwachukue hawa 200,000 hawa uwashindanishe waingie huku. Na ndio maana nalalamika kwa sababu ni karibu wote wanafaulu. Lakini nafasi ziko 14,000. Kwa kuwa wamefaulu wote, tumesema tutawabakiza waliofaulu kwenye database, lakini nafasi tutakazozipanga ni zile 14,000 ambazo zina kibali kulingana na hali ya uchumi wetu na serikali ambayo inaweza kuwalipa. Sasa ukisema mfano wengine nimeona kwenye mtandao, mmoja imepost juzi, anasema turudi kwenye utaratibu wa zamani. Yaani anafikiria kwamba tukirudi kwenye utaratibu wa zamani katika hii 200,000 na ngapi walioko, basi wataenea kwenye nafasi hizo 14,000. Hakuna muujiza mwingine zaidi ya kushindanisha. Na katika kushindanisha, wewe hata kama umepata 100 kwa 100, siku ile ya usaili wa oro unatokea pale umepiga kiduku chako, si umefanya nini? Ngao sema huyu kweli ataenda kufundisha, huyu ni mwalimu huyu kweli. Kwa wakati mwingine hata muonekano unakunyima max. Mtu ni mwalimu anakuja amevaa jinsi imekatika huko. Eti amekuja kwenye usaili wa oro. Baadaye ungewira na katai kako, angalau kashati kako, maana siku hizi hata kwenye minada tu masokoni ukanapatikana hata ka 1,000. Ukapiga kashati kako ka fulani hivi shati, unaona huyu ana haiba ya. Sasa oro zingine watu wengine wanashindwa kwa sababu namna wanavyokuja. Nilimwona mmoja suruali imekatika huko. Alafu amevaa t-shirt. Alafu anakuambia mimi nimepata 100. Na ni kweli lilikumuta. Yaani kwenye ile nini ile written 100. Haya kama 100. Sasa umekuja huna haiba ya walimu. Mwingine ukimtizama tu unaona jamaa huyu anagonga vile ambavyo havifai vile. Yeye kisa kapata 100 anafikiri kufaulu tu mtihani. Pale inapimwa haiba. Na ndiyo maana inaitwa ni oro. Unaangaliwa unaweza kweli kufundisha. Kwa hiyo ndugu zangu, ajira serikali haiwezi ikaajiri watu wote, bali sekta binafsi inaweza kuwa 40 na umri wa kuajiriwa mwisho wake ni miaka 45, na kwa wale ambao watakuwa wamezidi umri huo kama watahitajika serikalini wataajiriwa kwa njia ya mkataba.